Maisha ya Chifu Mkwawa, shujaa wa Wahehe mwenye msimamo mkali. Jina la Mkwavinyika Munyigumba Mwamuyinga maarufu kama Chifu Mkwawa limebaki kuwa moja ya majina makubwa zaidi katika historia ya Tanzania. Alikuwa mtawala wa kabila la Wahehe katika eneo la Iringa mwishoni mwa karne ya 19 na alijulikana kwa uongozi wake imara, ushujaa mkubwa vitani na msimamo wake wa kutokubali kutawaliwa na wageni. Mwanzo wa maisha yake, Mkwawa alizaliwa katika familia ya kifalme ya Wahehe. Baada ya kifo cha baba yake, alichukua uongozi wa Wahehe mwaka 1879. Wakati huo kulikuwa na migogoro mingi kati ya makabila mbalimbali na ushindani wa kutafuta maeneo ya utawala. Akiwa kiongozi mchanga, Mkwawa alianza kuunganisha makundi ya Wahehe na kujenga jeshi lenye nguvu ambalo lilikuwa moja ya majeshi yaliyoongozwa zaidi katika eneo la Afrika Mashariki. Msimamo wake mkali, Mkwawa alikuwa mtu mwenye misimamo migumu sana. Aliamini kuwa kiongozi anatakiwa kuonyesha nguvu na uthubutu wakati wote. Hakuvumilia usaliti wala uasi ndani ya utawala wake. Kwa Wahehe wengi, ukali wake ulikuwa njia ya kudumisha nidhamu na umoja wa jamii. Hata hivyo, kwa maadui zake walionekana kuwa mtawala mkali na asiogopa kutumia nguvu ili kulinda mamlaka yake. Uwezo wake wa kijeshi. Sifa kubwa ya Mkwawa ilikuwa katika mbinu za kivita. Aliunda jeshi kubwa lililokuwa na nidhamu kali na askari waliokuwa tayari kupigana kwa ajili ya taifa lao. Mnamo mwaka 1891, jeshi la Wahehe chini ya Mkwawa lilifanikiwa kulishinda jeshi la Kijerumani katika vita vya Lugalo. Ushindi huo uliwashtua sana Wajerumani kwa sababu walikuwa na silaha za kisasa zaidi, lakini walikabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa Wahehe. Tukio hilo lilimfanya Mkwawa kuwa mmoja wa viongozi walioheshimiwa zaidi Afrika Mashariki wakati huo. Utajiuliza maswali, je, alikuwa katili? Historia inamwelezea Mkwawa kama kiongozi mkali zaidi kuliko katili. Alitoa adhabu kali kwa watu waliokiuka sheria, wasaliti na maadui wa taifa lake. Katika kipindi hicho, ukali wa viongozi ulionekana kama sehemu ya kawaida ya utawala na ulinzi wa jamii. Baadhi ya simulizi za kihistoria zinaelezea kuwa maadui waliokamatwa vitani waliadhibiwa vikali. Hata hivyo, simulizi nyingi za Kihehe humtaja kama shujaa aliyekuwa tayari kufanya chochote kulinda uhuru wa watu wake. Tutazame kidogo kuhusu vita dhidi ya Wajerumani. Baada ya ushindi wa Lugalo, Wajerumani waliongeza nguvu zao na kuanza msako mkubwa dhidi ya Mkwawa. Vita vilidumu kwa miaka kadhaa, huku Mkwawa akitumia mbinu za kushtukiza na kujificha milimani. Hatimaye mwaka 1898, akiwa amezingirwa na wanajeshi wa Kijerumani na kuona hana njia ya kutoroka baada ya kukataa kukamatwa na kutawaliwa na maadui. Kitendo hiki kilionyesha msimamo wake wa mwisho kwamba hakuwa tayari kuishi chini ya utawala wa wageni. Urithi wake. Leo hii Mkwawa anakumbukwa kama alama ya ujasiri, uzalendo na mapambano ya uhuru nchini Tanzania. Makumbusho ya Mkwawa yaliyopo Kalenga, Iringa
yanaendelea kuhifadhi historia yake na kufundisha Watanzania kuhusu mchango wake katika kupinga ukoloni. Chifu Mkwawa alikuwa zaidi ya mtawala wa Wahehe. Alikuwa kiongozi mwenye maono, mwanajeshi mahiri na mtu mwenye misimamo isiyoyumba. Ingawa ukali wake uliwatia hofu baadhi ya watu, kwa wengi alibaki kuwa shujaa aliyesimama kidete kulinda ardhi, heshima na uhuru wa taifa lake.